Mheshimiwa Rais, miradi ya barabara, ujenzi wa barabara. Udhaifu katika uhakiki wa mkataba uliosababisha hasara ya shilingi bilioni 13.72. Mheshimiwa Rais, Wakala wa Barabara Tanzania ilisaini mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 38.36 mnamo Disemba 2022 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa uboreshaji barabara ya Ibanda Kajunjumele kilomita 22. Mkataba huu uliingiwa baada ya wataalamu wa TANROADS kwenda Uturuki kufanya due diligence na kujiridhisha kwamba mkandarasi alikuwa na uwezo wa kutekeleza kazi hiyo. Hata hivyo, utekelezaji wa mradi ulikumbwa na changamoto na ikabainika kwamba wakati wa kuwasilisha tenda, mkandarasi alikuwa amewasilisha nyaraka za kugushi ikiwemo taarifa za uongo kuhusu miradi aliyowahi kukamilisha. Mkandarasi pia aliwasilisha dhamana ya utendaji na dhamana ya malipo kutoka benki ya nchini Azerbaijan ambayo ilimwezesha mkandarasi kulipwa kiasi cha shilingi bilioni 3.72 kama malipo ya awali. Benki hiyo kwa sasa imefilisiwa na haina uwezo wa kulipa fedha za malipo ya awali ambazo TANROADS inadai. Kufuatia ukiukaji huo, TANROADS ilisitisha mkataba mnamo Mei 2024 na kuanzisha taratibu za kurejesha fedha yaani shilingi bilioni 13.72 ikiwa ni madai kwa mkandarasi kushindwa kutekeleza mkataba, ikiwemo sehemu ya fedha za malipo ya awali ya shilingi bilioni 3.29, dhamana utendaji wa kazi shilingi bilioni 3.84 na thamani ya kazi ambazo zilikuwa hazijakamilika za shilingi bilioni 6.559. Hata hivyo, mkandarasi amepinga madai hayo na shauri hilo limepelekwa kwenye usuluhishi. Hii Mheshimiwa Rais, ni kwamba awali walienda wakafanya due diligence, wakasema mkandarasi ana uwezo wa kutekeleza kazi, lakini walivyositisha mkataba kwenda kufanya due diligence ya pili, ikaonekana nyaraka alizowasilisha mkandarasi hasa za kuonyesha kwamba ana uwezo ni za uongo, ni za kugushi, na benki ambayo ilikuwa imetoa dhamana inafilisiwa. Mheshimiwa Rais, napendekeza TANROADS inapaswa kuimarisha uhakiki wa kandarasi wa kigeni ili kuepusha matatizo kama haya siku zijazo. Lakini pia vyombo vya kiuchunguzi vifanye uchunguzi kubaini kama kuna jinai, kwa kuwa due diligence ya kwanza ilionyesha kuwa mkandarasi alitimiza vigezo vyote, ili hali uhakiki wa pili ulibaini kwamba mkandarasi aliwasilisha nyaraka za kugushi.